أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani kiongozi wetu bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu, tunaendelea kukumbushana katika darasa zetu za baada al-asr katika mwezi mtukufu wa Ramadhan ili kuweza kuelewa machache yanayohusiana na dini tukufu ya Uislamu. Leo tutazungumzia hadithi moja muhimu sana kwa kila Muislamu kuifahamu maana yake. Na hii hadithi kusema kweli wanachuoni wa Kiislamu wameizungumzia kwamba ni bishara na ni faraja kwa Muislamu, na kila Muislamu atakapoisoma au kuisikiliza inatakiwa imuingizie matumaini katika nafsi yake. Ni hadithi muhimu katika mazingira ambayo tunayo hivi sasa, na inatupa faraja kutokana na hali ambayo kila mmoja wetu takriban anaipitia. Hadithi imepokewa na Abi Huraira. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ma yusibu almuslima, jambo lolote ambalo linampata Muislamu, nasabin wala wasabin, iwe jambo lile ni uchovu au maradhi, yani amepatwa na uchovu, amechoka kutokana na kazi ngumu anayoifanya, au akapatwa na maradhi, wala hammin wala huznin, au akapatwa na jambo lolote lile ambalo linamhuzunisha au linamuudhi, wala adha wala ghammin, au akapatwa na maudhi ya aina yoyote au masononeko ya aina yoyote, hata shaukati yushakuha, hata Muislamu huyu akachomwa na mwiba ukamchoma ukamuumiza, yani illa kafara Allahu biha min khataya, isipokuwa kutokana na hayo yaliyompata Mwenyezi Mungu humsamehe madhambi yake. Sasa kifikiria ndugu yangu Muislamu, maneno haya ni ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na anazungumzia hali ambazo takriban wote sisi tunazipata. Wote sisi tunachoka kutokana na kazi ngumu, wote sisi tunaugua, wote sisi tunapata maudhi, tunapata fikra, masononeko, mawazo, tunajeruhika saa nyingine katika nafsi zetu, labda kuna maneno ambayo tumeambiwa tunashindwa kulala. Saa nyingine unadhulumiwa mali, saa nyingine unadhulumiwa sifa yako, jina lako linaharibiwa. Saa nyingine unapelekewa kwa watu taarifa ambazo sio sahihi, inakusababishia labda upoteze kazi au shushwe cheo au almuhimu uharibikiwe. Almuhim, kila mmoja miongoni mwetu anapitia katika hali kama hizo. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, jambo hili linapokupata wewe kama Muislamu, ukasubiri na ukalikubali na ukaelewa kwamba lilikuwa lisikukose, lilikuwa likupate, basi hiyo itakuwa ni sababu ya wewe kusamehewa madhambi yako. Na ndio maana wanachuoni wakasema hii ni faraja kwa Muislamu. Kwa hiyo tusiwe na tabia ya kulalamika, bali tuwe tuna tabia ya kurudisha haya masuala kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hadithi inatufundisha asabr, kusubiri katika mambo ambayo yanatutokea, na kutokuwa walalamishi au kutokubaliana na zile qadara ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuandikia. Hakuna mwanadamu katika hii dunia isipokuwa moyo wake una majeraha na maumivu. Na kama tutapitisha karatasi hapa sasa hivi subhanallah, tutashindana katika maumivu kila mtu alionayo. Kila mtu ana maumivu hapa, na maumivu ya mwingine yanamzidi mwingine. Almuhimu, hakuna mwanadamu ambaye hana maumivu. Wewe ukikaa ukifikiria utakuta kuna sehemu haiko sawa, kuna sehemu inakuumiza, ima ni katika biashara, ima katika familia, ima katika jirani, makazi, ima nafsi yako mwenyewe kutoridhika. Wako miongoni mwetu ambao tumepoteza wazazi wetu wote wawili,
au tumepoteza vipenzi wetu wa karibu sana, ambao inapofika msimu kama mwezi wa Ramadhani unawakumbuka kwa mengi tu, moyo unaumia kila ukikumbuka uliyempoteza aliyetangulia mbele ya haki, moyo wako unaumia. Wapo wanawake wanaishi katika madhila ya kudhalilishwa na waume zao, wapo, anavumilia, anaendelea kuwepo, na wanatufuatilia. Inawezekana aelewe kwamba hiyo yote ni mitihani ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amempa. Wapo wanaishi na wagonjwa au wanauguza au wenyewe wanaugua na wanapata maumivu makali. Yote hayo tunayo katika jamii yetu. Yupo binti ambaye amechelewa kuolewa, wenzake wote wanaolewa, wadogo zake wanaolewa, yeye hana kasoro yoyote, maskini ya Mungu. Kila anasononeka, anajisikia vibaya, anaona kama Mwenyezi Mungu kamsahau, anaona kama bahati yake haijakuja, akisikia kuna harusi roho inauma. Lakini ni lazima aelewe kwamba akiridhika na hiyo hali, akiwa na sabr, Allah subhanahu wa ta'ala anageuza yale maumivu yote yanakuwa ni sababu ya yeye kusamehewa madhambi yake. Mtu mwingine anatafuta kazi bila mafanikio. Kuna mtu amedhulumiwa mali yake, amedhulumiwa heshima yake kama tulivyosema. Ni watu wangapi ambao tunawaona wanacheka, au sengine sisi wenyewe tunacheka na watu tunafurahi, lakini subhanallah, ukifunguliwa katika moyo wako mtu atashangaa kwa nini unacheka. Vitu ambavyo umevibeba katika nafsi yako ni vitu vizito vikubwa ambavyo labda kama mtu mwingine angepewa huwezi hata kufurahi, lakini sengine unafurahi, unajaribu kuficha yale yaliyomo katika nafsi yako. Inabidi tufahamu wote sisi kama waumini kuwa tumekuja hapa duniani ni sehemu ya mtihani. Duniani hapa ni sehemu ya mtihani, sio sehemu ya raha. Na ndio maana haya yanatutokea ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aweze kutupima. Mwenyezi Mungu anasema katika surat Al-Insan au surat Al-Mulk, alladhi khalaqa al-mauta wal hayata, Mwenyezi Mungu ndio aliumba mauti na uhai, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ili Mwenyezi Mungu awape mtihani ni nani katika nyinyi mwenye matendo mazuri, ni nani katika nyinyi mwenye subra, ni nani katika nyinyi mwenye kuridhika. Lakini tumeitwa duniani hapa kufanywa mitihani, na mitihani unapopewa na Allah subhanahu wa ta'ala ni sehemu ya kukupima, lakini vile vile ni sehemu ya kukupenda kama mja wake uweze kurudi kwake na kusamehewa madhambi. Kwa nini Mwenyezi Mungu ametupa mtihani? Sasa mtu anaweza kuuliza, kwa nini mimi? Kwa nini Allah amenipa mtihani huu wa maradhi? Kwa nini Allah amenipa mtihani wa watoto wa aina hii? Kwa nini Allah amenipa mtihani labda wa kuwa na mke wa aina hii? Kwa nini Allah amenipa mtihani mwanamke anasema wa kuwa na mume wa aina hii? Kwa nini Mwenyezi Mungu amenipa mtihani wa kuniondoshea kipenzi wangu ambaye labda nilikuwa naishi naye alikuwa ananiliwaza? Kwa nini? Imamu Ibn Taymiyyah rahimahullah anasema, lau kashafa Allahu lil'abdi hikmatul bala, lau Mwenyezi Mungu atamfungulia mja hikma ya mtihani anayompa, lakhtara albala, yule mja angetamani ile balaa iendelee kumtokea. Ni maneno mazito kuyakubali, lakini ndio uhalisia kwamba kama leo wewe katika balaa unayoiona inayokupata, lau Mwenyezi Mungu angekufungulia kwa nini amekuletea ile balaa, ungesema nimeridhika Mwenyezi Mungu, iendelee. Kwa sababu gani? Ya zile khairi ambazo zinapatikana katika ile balaa na subra ambayo unaipata. Haya ni maneno ya Imam Ibn Taymiyyah. Na si kila balaa ambayo inakupata wewe ukaichukulia kwamba Mwenyezi Mungu hakutakii khairi, la hasha, bali kupitia balaa inayokutokea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakutakia khairi nyingi kubwa ambazo wewe huzioni. Na mfano mdogo tunasoma katika yaumul Jumaa surati Al-Kahf, kisa cha Al-Khidr na Nabii Musa alayhi salam. Kisa kirefu, lakini nitoe mfano mdogo tu. Nabii Musa na Al-Khidr walikuwa wanasafiri, wanataka kuvuka upande wa pili wa bahari au wa ziwa au wa mto. Hakuna cha kuwavusha pale, hawezi kuogelea. Lakini bahati wakatokea watu na mtumbwi na meli na merikebu, halafu wakawapa lifti, wakawapakia bure, yani msilipe kitu chochote. Walipovuka upande wa pili, Al-Khidri
akachukua chuma akaanza kutoboa ile merikebu ili maji yaingie. Yani mathalan umempa mtu lift ya kwenye gari, mfano ambao utaturuhusia maana. Halafu yule mtu amefika baada ya kupewa lift ameanza kuchomoa mawindo siju zile manania ya kupandishia vioo, anaanza kuvunja yani. Lakini yule alikupa lift haoni, wewe ulikuwa naye unaona, lazima utasema hii tatizo gani? Mbona unamlipa mtu aliyotupa khairi, unamlipa kwa matatizo? Lao yule mwenye boti angemuona mzee Al-Khidri anatoboa boti yake asingekubali, lazima ungepigana na angemwambia kwa nini unaniletea balaa wakati mimi nimewasaidia. Lakini hakuona, na yule mzee alikuwa na ilmu ya Mwenyezi Mungu aliyompa. Baadaye alipomwambia Nabii Musa alayhi salam, akamwambia ama ile boti niliyoitoboa nyuma yao alikuwepo mfalme ambaye anatafuta boti ambazo hazina dosari, anazitaifisha zile boti zote zinakuwa katika jeshi la nchi, anazipeleka jeshini, yani zinataifishwa. Sasa hao wametusaidia, tungewaacha hivi hivi wangenyang'anywa boti yao, kwa sababu boti yao ilikuwa ni mpya kabisa, haina dosari yoyote. Mimi kuitoboa ile boti ni kuwasaidia wao wasinyang'anywe, waendelee kutafuta riziki yao baharini kwa boti yao. Mfalme akiona sema iacheni hiyo imetoboka, iacheni. Kwa hiyo kwa maana nyingine ni kwamba mimi nimewasaidia. Kwa hiyo jambo jingine katika maisha unaweza kuliona wewe la balaa, huelewi kumbe Mwenyezi Mungu amekuandikia khairi kubwa ndani yake. Sasa hii elimu ndogo ambaye Allah Subhanahu wa Ta'ala kaitoa kwa Nabii Musa alayhi salam inatuonyesha kwamba sio kila ambacho kinatupata tukadhani kwamba sisi ni balaa. Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'an, wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum. Huenda mkachukia jambo, kumbe lile jambo ni khairi kwenu. Kama ambavyo huyu mwenye merikebu angechukia, na bila shaka alichukia baadaye kuona merikebu yake imetoboka, lakini alivyoona imeachwa anashukuru kwa Mwenyezi Mungu kwamba yule jamaa pamoja na kuwa ni mpuuzi hana maana yoyote, lakini wallahi amenisaidia bwana. Lakini haelewi kwa sababu gani? Yule alikuwa na ilmu ambaye Mwenyezi Mungu amempa ya kuonyesha kwamba katika balaa kuna khairi ndani yake. Kwa hiyo sisi tunaishi katika mitihani ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametupa katika maeneo tofauti tofauti. Tushukulie kwamba mitihani hii ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtihani wote ambao Mwenyezi Mungu amekupa, elewa kwamba Mwenyezi Mungu anakupenda, kwa sharti uweze kushukuru na kuvumilia na kuwa na subra katika mtihani ule. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ashaddu an-nas bala'an al-anbiya, watu wenye mitihani mikubwa mizito wa kwanza ni mitume, thumma salihun, kisha unafuatia watu wema, thumma al-amthal fal-amthal, kisha mfano kwa mfano, yani daraja kwa daraja. Kwa hiyo ukiona wewe una mitihani, maradhi ya kufiwa, ya kazini, kwenye biashara, jiweke katika daraja ya watu wema ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawapenda. Lakini kama hujajiweka katika daraja ile ukaanza yani kutoridhika na yale ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala amekukadiria, balaa utaipata na fadhila hutozipata. Kwa hiyo utakuwa umeumia huku, umeumia pande zote mbili, yani thawabu madhambi hutosamehewa na balaa bado itakutandika. Sasa cha msingi hapa ni kushukuru kila ambacho kinatusibu, basi tushukuru kwa maana ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuandikia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Qur'an, inna Allaha ma'as sabirin, hakika Mwenyezi Mungu yuko pamoja na wenye kusubiri. Na anaposema yuko pamoja nao, elewa kabisa wewe ambao umepatwa na matatizo, umepatwa na mtihani, ukasubiri, uelewe Mwenyezi Mungu yuko upande wako, anakupima katika subra yako, na Allah Subhanahu wa Ta'ala yuko upande wako. Na unapopatwa na mtihani wa aina yoyote, jaribu kumkimbilia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuondoshee ule mtihani, yani bila kuwa na jambo katika nafsi yako kwamba kwa nini mimi Mwenyezi Mungu, kwa nini asiwe fulani, kwa nini mimi tunaandamo. Haya maneno yanakupelekea kuondosha katika ile subra, yanakupelekea kuondosha katika qadhaa ya Mwenyezi Mungu na qadari yake, na yanapelekea kunyima fadhila ambazo zinapatikana katika mtihani ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala amekupa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mtu yote anayepatwa na msiba au tatizo aombe dua inayofuata, Allahumma ajirni fi musibati, Mwenyezi Mungu naomba unilipe mimi katika matatizo yangu nilionayo, naomba unilipe katika haya matatizo, wakhluf li khairan minha, na nipe badala njema kuliko hii ambayo imenitokea, nipe badala njema kuliko haya matatizo ambayo
umenipa. Kwa dua hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakulipa, lakini atakupa badala iliyokuwa njema. Mama Ummu Salama radhiyallahu anha alipofiwa na mume wake Abu Salama ambaye alikuwa anapendana naye sana, ni msiba ulikuwa mzito kwake, lakini akakumbuka maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, akanyanyua mikono kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akisema, Mwenyezi Mungu, akhluf li khairan minha, naomba unipe badala njema kuliko hii ambayo imenitoka, ambaye ni mume wake. Na kweli haikupita muda Mama Ummu Salama akaolewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani mtu ambaye ni bora kuliko hata mume wake alikuwa amefariki, kwa sababu ya dua ambaye alimuomba nani? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa ndugu zangu, sisi tunapita katika, hakuna mtu ambaye hapiti katika mitihani, tunapita katika mitihani mingi sana. Na sisi mashekhi tunapokea shida za watu nyingi sana. Wewe mwenyewe una shida zako binafsi, lakini unapigiwa simu mtu anakuelezea shida yake, wallahi mpaka unakosa usingizi. Yaani unavaa viatu vyake. Sasa subhanallah, huyu mtu anaishi vipi yani? Umeona? Wewe tu ambaye umeelezewa usingizi unakuruka yani. Sasa seuze yule ambaye amekuelezea, ambaye anaishi ile shida. Lakini tuelewe kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni rahim sana kwetu sisi. Hatuletei shida kwa ajili ya kututesa, anatuletea shida kwa ajili ya kutukurubisha kwake. Na wewe unapoelewa kitu hicho, ukapata shida, ukakimbilia katika swala, ukakimbilia katika dua, ukamlilia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu anaelewa kwamba mja wangu ameelewa kwamba hakuna wa kumuomba na kumkimbilia zaidi yangu mimi. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema katika Qur'an, fa inna ma'al usri yusra, hakika pamoja, sio baada, pamoja na uzito kuna wepesi. Inna ma'al usri yusra, hakika pamoja na uzito kuna wepesi. Vinakwenda pamoja. Unakuja uzito, pembeni yake kuna wepesi, lakini we huuoni ule wepesi, lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala anauona. Vinakwenda pamoja hivi. Kwa hiyo ukimalizika uzito unakuja wepesi. Ndio qadar ya Allah Subhanahu wa Ta'ala katika maisha. Kwa hiyo usichukulie uzito ndio maisha yako yote. Elewa kwamba kama vilivyokuwa kuna usiku, basi vile vile kuna nini? Kuna alfajiri. Kwa hiyo ndugu zangu, tupo ndani ya mwezi wa Ramadhani. Tunafunga. Na funga zinatufundisha sabr, kwa sababu kukaa na njaa na kiu kuanzia asubuhi mpaka magharib sio jambo jepesi, ni mashaka. Lakini unajifundisha kusubiri, kwa sababu unaelewa kwamba magharib itafika, itaadhiniwa, na mimi nitapata fursa ya kufuturu na kufungua kinywa na kula kile ambacho nakipenda. Sabr hii ambayo tunaifanya katika kuvumilia na njaa, ndio hii ambayo tunatakiwa tuifanye katika matatizo mengine ambayo tunayo. Kwa hiyo ujira wa mtu mwenye subra, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema anamlipa bila hisabu. Na ujira wa mtu aliyofunga, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema anamlipa kwa hisabu anazozijua yeye, yani bila hisabu. Kwa hiyo utakuta sabr na funga ni vitu vile vinavyokwenda sambamba. Kwa hiyo tuchukulie zoezi hili la kufunga ambalo tunalo katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, litufundishe kuwa karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini litufundishe vile vile kuwa na subira katika yale ambayo yanatutokea. Jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.